NTV kinachotaka kuendelea katika NTV sasa itakuwa ni TV ya chuki. Na mtaangalia kwa mtazamo, mimi nazungumza kama mtumishi wa Mungu na mimi natabiri, nazungumza kile ninachoona kile kwa mbele. NTV itakuwa TV ya chuki, haitakuwa TV ya kuzungumza mambo halali, itakuwa ni TV ya chuki. Na utakuwa unaangalia mambo ambayo upinzani unafanya mazuri, hatakuwa anaonyeshwa kwenye NTV. Itakuwa tu yanafichwa, yanaonyeshwa. Mpenzi mtazamaji, na leo hii tupo na mtumishi wa Mungu Bishop Israel ambaye leo hii atakuwa anatuelezea baadhi ya mambo ambayo yanafanyika katika ulimwengu na taifa haswa la Kenya. Tumeona kwamba kuna kituo kimoja hapa nchini Kenya kimeweza kulipua baadhi ya mambo ambayo yaliweza kufanyika mwaka 2007 wakati ambapo kulikuwa na uchaguzi, na akaweza kutoa baadhi ya watu ambao waliweza kumuibia Raila Amolo Odinga kura zake. Hebu tusikize Bishop, labda hayo yanamaanisha vipi, manake wa Kenya wanaonekana pia kutoa maoni tofauti. Karibu sana Bishop. Asante sana. Kuna mambo ambayo yanasemekana yalitendwa kitambo na ni mambo yalizikwa na yakasahaulika na sasa yanataka kufufuliwa. Na anayefufua ni nani? Lazima tujue na anayefufua ni nani, anazungumza na anafufua katika madhumuni gani. Kuna kitu ambacho nitawazungumzia hapa hivi na tuelewe kwamba generation hii sasa ni gani ambao tunaishi sasa. Ni generation ya vijana ambao wana maono, na ni generation ya watu ambao wana elimu ya mambo yaliyofanyika kitambo na ni wagani waliofanya ya maneno. Na napoangalia katika Biblia inasema kwamba siku za mwisho, nyakati zinakuja ambapo wazee wataota ndoto na vijana wataona maono. Na unakuta kwamba wazee tulio nao sasa wanataka kuelekeza watu katika ndoto ambazo sasa wanaota, kwa sababu jambo la kwanza, hauwezi tumia mambo yaliyofanyika kitambo katika kutafuta uungwaji mkono katika kura, kwa sababu ni mambo ambayo yalipitwa na wakati. Kwa sababu jambo la kwanza, na Mungu hahesabu makosa ambayo uliyofanya kitambo. Unapofanya makosa na uende kwa Mungu, Mungu anakusamehe. Kwa hivyo mambo yaliyotendwa kitambo mbele za Mungu hayahesabiki, na wale mambo hayana uzito wowote. Kuna jambo linasemekana kwamba walie iba kura za Raila alikuwa ni Martha Karua na Mutua. Kuna sababu ya kusema hivyo. Sababu kubwa ya kusema Martha Karua umemwona mara mingi. Martha Karua yuko pande gani? Martha Karua kuna wakati amekubaliana na broad based government. Martha Karua wakati wote amekuwa upinzani. Na unakuta Martha Karua sehemu ambaye anatoka ni sehemu ya kule sehemu kuna gani kule Mount Kenya, na sehemu anayetoka ni sehemu ambayo unakuta huyu mama anaitwa gani, huyu mama wa NYA anaitwa Waiguru Kimani. So na unakuta kwamba Waiguru Kimani na Martha Karua hawajawahi kuwa katika msemi mmoja. Mara mingi Waiguru Kimani amempiga Martha Karua vita mara mingi sana. Na unakuta Waiguru yuko pande gani? Waiguru bado yuko kwenye serikali. Unakuta kwamba hiyo ni mambo unakuta kwamba ya vitina ambao unakuta kwamba wanazidi kuvitiniwa na wale ambao wako pale, kwa sababu umeangalia hata msingi wa Waiguru. Msingi wa Waiguru tangu kitambo. Msingi wa Waiguru ni yule paka anakanga pale, anangoja mwenyewe akitoka anaingia anakunywa maziwa. Alafu akirudi pale amekaa amefunga mdomo ni kama hajakunywa kitu. So Martha Karua ni mtu kutoka Mount Kenya. Vita hivyo ndio anapigwa watu wa Mount Kenya waone Martha Karua ni mbaya. Kuna mtu anaitwa Fred Mutua. Anaitwa Alfred Mutua. Alfred Mutua anatumika tu kama kondoo wa kuchinjwa katika sehemu ya Wakamba, kwa sababu kuna fununu kwamba wakati wa 2027 Alfred Mutua atatoka katika broad based na ataingia kusupport mtu anayeitwa Kalonzo na atasupport upinzani. Kwa hivyo sasa ni kuonyesha tu kwamba Wakamba pia hawaja kuwa wazuri. Sasa kuna kitu ambacho kufanya watu wapigane wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu jambo la kwanza, kuna akili ambayo sasa adui anaonanga kwamba kama akitaka kushinda lazima apiganishe nyinyi wenyewe, apita nafasi ya kupita katikati. So kile kinachoendelea sasa ni kupiganisha watu wa pande zote, wapigane, wabaki wakipigana, ndiyo sasa anayechochea apate nafasi ya kupita katikati.
Na kuna hii story ya NTV, nataka mnielewe kwamba NTV hii tangu kitambo imekuwa ni TV ya upinzani, na hata kuna ile nyingine ilikuwa inaitwa Kameme TV. Kameme TV kitambo ilikuwa ni TV ya upinzani, lakini wakati ambapo iliponunuliwa na Uhuru, basi ilikuwa ni mali private ya mtu private. Na unakuta sasa ilipokuwa ni mali ya private, kwa hivyo ilikuwa inafanya mambo ambayo sana yanahusiana na serikali. So NTV sasa, kuna kitu unapoangalia NTV sasa imechukuliwa, inataka kuwa sasa iwekwe sasa iwe inazungumza kwa niaba ya serikali, kama vile KBC ilikuwa inazungumza. Na unaangalia sasa KBC hata ukifungulia mtoto KBC atafunga, atasema sitaki KBC, mimi nataka uniwekee station nyingine, kwa sababu KBC iliwachiwa Mama Kayai na labda vioja mahakamani. Sasa lakini NTV ambayo imekuwa kifuata sana na Wakenya, so saizi nataka kuchukuliwa kwa sababu ni TV ambayo ilikuwa inafuatwa na iujazwe propaganda nyingi, huyu kafanya hii, huyu kafanya hii. Kwa hivyo mambo yote yatakayofanywa kwenye NTV lazima mkuwe makini sana, kwa sababu hayatakuwa ni mambo ambayo yana msingi wowote. Itakuwa ni mambo ya kufanya Wakenya wakosane, itakuwa ni mambo ya kufanya Wakenya wamalizane, wachukiane. Kwa hivyo NTV kinachotaka kuendelea katika NTV sasa itakuwa ni TV ya chuki. Na mtaangalia kwa mtazamo, mimi nazungumza kama mtumishi wa Mungu na mimi natabiri, nazungumza kile ninachoona kile kwa mbele. NTV itakuwa TV ya chuki, haitakuwa TV ya kuzungumza mambo halali, itakuwa ni TV ya chuki. Na utakuwa unaangalia mambo ambayo upinzani unafanya mazuri, hatakuwa anaonyeshwa kwenye NTV. Itakuwa tu yanafichwa, yanaonyeshwa mambo ambayo yanafanywa na serikali, na mabaya ambayo yanafanywa na serikali haitakuwa inaonyeshwa na NTV. Itakuwa inaficha na kuonyesha mambo ambayo hayajatendeka. Kwa hivyo sasa ni TV imewekwa pale kuficha ukweli, lakini na kueleza porojo. Naam, tukiwa pale Pastor, mtandao wa kijamii umekuwa sasa hivi umekuwa moto sana. Ukiangalia baadhi ya watu ambao wanatumia mtandao wa kijamii, imeaminika kwamba ni Wakenya kulingana na zile analytics zimetolewa hapo juzi. Na Wakenya wameamua, na Wakenya hasa wale wadogo, wale Gen Z. Sasa itakuwaje, kwa sababu umeona Gen Z wakisema kwamba tu boycott pale, tusinunue pale, na haswa linafanyika ni kumaanisha kwamba pia Wakenya wamefunguka macho kuhusiana na mambo ambayo yanaenda kufanyika pale mbele. Napoangalia sasa, kuna kizazi ambacho kiko sasa, na ni kizazi ambacho macho yao yamefunguliwa, na ni kizazi unakuta wengi wao wamepata revelation kuhusu future yao, kuhusu vile ambavyo kutakavyokuwa. So si watu unaweza kuwadanganya waambie tupitie njia hii, waambie huku wadanganye hivi. Ni watu wanaoona uongo kama uongo, ni watu wanaoona ujanja kuwa ujanja, ni watu wanaoona ahadi ambazo hazitimii, wanakuambia bwana, hizi ahadi yako hii haitatimia. Maana ni watu ambao wanataka mambo ambayo ni reality katika kizazi cha sasa. So utakuta nao hawa vijana, na napozungumzia sasa, tunapoenda katika NTV sasa, jambo la kwanza jua kwamba itabaki kama ikawa sasa itabaki kama TV kama vile KBC ilipoisha, hivyo ndio NTV inaenda kuisha hivyo. NTV itafuata sasa, itakuwa sasa inafuata KBC katika kuwa namba 2 kutoka kule nyuma. Na napoangalia sasa, kwa sababu sasa Citizen ndio ilikuwa inatumika sana, lakini Citizen naona kama wamejiondoa, wamekuwa independent. So unakuta mambo mengi hata sasa Citizen sasa inamulika ukweli. Na sasa utakuta hata inawezekana hata hizi TV zingine zinanyang'anywa license, hizo zinapata license kutoka kwa nani? Kwa NTV. Na ni mambo ambayo yanakusudiwa kufanya pale. Kwa hivyo sasa huu ni wakati watu wawe macho, na mjue kile ambacho ni kizuri, mfuate kile kizuri. Ile ambacho si kizuri, acheni kufuata. Fuateni the right thing, achaneni na mambo ambayo the wrong thing. Sababu Wakenya ni wale ambao tumejua miaka mingi Wakenya wamependa kufuata the wrong thing, wanawacha the right thing. Lakini I hope sasa Mungu anapoingilia kati, Wakenya wanaenda kufunga macho na wafuate the right thing. Kwa sababu ni nyakati ambapo unakuta Wakenya kwamba mtu hata kama ni mwizi, hata kama ni mbwa, anasemanga tuchagulie hiyo mbwa yetu tunayejua.
tuchagulie umbo yetu, na kujua sababu hata anapoenda kuwadhulumu pale, wenyewe ndio walimchagua. Lakini wakati kama huu tunapoelekea, Mungu anaenda kuingilia kati. Kuna generation ambaye Mungu anaiteua, generation ambayo hawatataka kufinyiliwa, generation ambayo hawatataka kudanganywa, generation ambayo wamekataa kupotoshwa. Na hiyo generation sasa Mungu ndiye anaweka uamuzi ndani yao. Na naambia watu wakati wa uchaguzi, muombeni Mungu. Muombeni Mungu aingilie kati, kwa sababu mambo hatakuwa rahisi.